Napenda nikusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo ni siku ya Jumapili, siku ya Bwana. Na kama ilivyo ada, kila Jumapili tunakutana pamoja ili kutafakari yaliyojiri kutoka katika nyumba zetu za ibada. Ninaitwa mchungaji Sako Merrick wa huduma ya Success Chapel Zinje kwa Pinda, Dodoma. Na leo kama ilivyo katika jamii yote ya Kikristo, tunakuwa na masomo ambayo tunakwenda nayo. Katika mwezi huu tunatembea katika somo la msingi sana linaitwa nguvu ya imani. Kama mnavyojua, imani yetu imejengwa katika kitu ambacho kimesitilika, sio kitu ambacho kiko wazi. Ni mambo ambayo unaambiwa alafu unaingiza moyoni alafu unayasadiki. Kinachotufanya tuweze kuona kwenye uhalisia ni matokeo ya kile tunachokiona na kukisadiki. Bwana Yesu aliwaagiza wanafunzi wake, hatukuwepo, lakini tumechukua kwamba yale maagizo ni uhalisia. Leo mimi kama mchungaji, kwa muda mfupi, wako wazee ambao kwa muda mrefu sana katika uchungaji, nimeona nikiwekea mikono mgonjwa mwenye kansa anapona. Nimeona mama mwenye ukimwi, wadudu wakifa na kuwa na afya njema. Nimeona watu wenye matatizo na mafindofindo mbalimbali katika miili yao, Mungu akiwafungua kwa sababu ya jambo moja kubwa linaitwa imani. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 3 kinaelezea imani ni kitu gani. Ni uhakika wa jambo ambalo bado halijaliona. Ni kitu ambacho bado hujakipata kwa macho ya kawaida, lakini kwa sababu aliyesema juu yake ni muaminifu, unakiamini umekipata. Bwana Yesu aliweka vizuri katika Marko 11:21-22. Akasema, mkiwaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, na msiwe na shaka moyoni mwenu, utang'oka. Akasema, mkiamini jambo lolote mtakalolisema na kulitamka, alafu mkaamini moyoni mwenu kwamba limetukia, litakuwa lenu. Leo waweza kusema jambo lolote na likatukia. Na ukitaka kunielewa, angalia maendeleo makubwa ambayo mwanadamu ameyafanya baada ya kuwa na imani na kujua kinaweza kutokea. Sasa huo ndio msingi wa imani yetu. Lakini kwa ajili ya kupata uelewa, nataka sasa tuende kwenye kitu kidogo ambacho leo tulikuwa tunakiangalia kanisani. Kinaitwa misingi ya imani ya Kikristo au nguzo za imani ya Kikristo. Wale wanajua kupika, kwa zamani tulikuwa na mafiga matatu. Ukitoa figa mojawapo, hicho chungu hakiwezi kukaa. Leo ukiangalia hili ua ambalo ninalo mbele yangu, unaliona kwa nje ni zuri, unaliona nimechukua lingine linapendeza sana, lakini chini ya hili ua kuna mizizi ambayo inaleta chakula. Tunaliona kwa nje. Ukiona maisha ya Mkristo yanapendeza, ujue kuna msingi umetengenezwa, kuna nguzo zimetengenezwa. Unapojenga nyumba, nyumba inakuwa na paa, lakini hauwezi kuweka paa ukaweka juu au ukaiangusha chini ya kitu kingine isipokuwa kwenye nguzo. Kwa kuna nguzo 3 za imani yetu ya Kikristo ambazo napenda tuongelee kwa kifupi sana mchana wa leo. Nguzo ya kwanza inaitwa imani, ambayo ukifungua kitabu cha Waebrania, napenda nisome kwa sababu imani yeye jambo naifundisha leo inakuja kwa kusikia na kusikia neno. Waweza kumsikia shetani, waweza kumsikia Mungu. Ndio maana unatakiwa kuwa makini na unachokisikia, sio kile unachokisikia cha kukiamini. Kwa leo nataka usikie kutoka kwenye neno la Mungu
ili ingie moyoni mwako na Mungu afanye jambo la tofauti mchana wa leo. Anasema Waebrania 11 mstari wa 1 mpaka 3, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Leo nitakuombea. Inawezekana unanisikiliza na tulikuwa na mambo matatu ambayo Mungu aliweza kuyadhihirisha. La kwanza ni mtu ambaye ananisikiliza mchana wa leo na amekuwa na roho ya kukataliwa. Kwa imani maana yake unajenga msingi wa roho ya kukubaliwa. Wa pili alikuwa na tatizo la mgongo. Kuna maumivu makali kwenye mgongo. Imani unajenga msingi kwamba sina maumivu. Na kwa sababu umeamini hivyo, una uhakika mgongo unapona. Na la tatu tuliongelea mtu ambaye amekuwa na maradhi ya muda mrefu katika maisha yake. Leo nitakaponyosha mkono kuomba na wewe, kwa sababu ya imani ninaona ukiachiwa huru katika jina la Yesu. Sasa anamalizia, imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana wa mambo yasiyoonekana. Maana yake nini? Neno ambalo linatupa msingi wa imani, neno la Mungu. Nitakwambia baadhi ya mistari ili unielewe. Kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 4 anasema, nawe utajifurahisha katika Bwana. Utaenda kanisani, utasoma neno la Mungu, utaomba. Anatoa ahadi gani? Anasema naye atakupa haja za moyo wako. Kwa kimeandikwa humu, hujakiona bado, lakini kwa sababu ya imani unachukua hatua. Mungu alichosema hawezi kusema uongo. Hii kuweka vizuri. Hapa nilipokaa kwenye kiti, ninaamini kwamba kiti hichi kidogo nilichokalia akiwezi kuniangusha, lakini sasa ni imani ya kawaida ya kibinadamu. Sasa wangapi tunaamini katika neno hili na imani iliyoandikwa katika neno hili? Kitabu cha Isaya 53:5 anasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa wewe kama unanisikiliza, kama una ugonjwa wote, naomba uniangalie kwa imani. Tushikane pamoja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naamuru aina yoyote ya maradhi mwilini mwako, toka kwa jina la Yesu. Wewe ambao umelala kitandani kwa muda mrefu, ninakuweka huru leo katika jina la Yesu. Pokea uzima katika mwili wako. Kila aina ya mateso ambayo yamekusumbua kwa miaka mingi, out kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Wewe ambao unaniangalia na una roho ya kukataliwa, inawezekana ulizaliwa hata nje ya ndoa, leo Mungu anataka kukurudisha kwake. Kila ukienda mahali umekataliwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti, nashika paji lako la uso kwa imani. Pokea nuru. Nenda na utaenda kufanikiwa. Kama umesikia maneno haya, umeingiwa na imani. Imani kwa nani? Sio imani kwangu. Imani yako wewe imeungamanika na neno la Mungu aliyosema kuhusu uponyaji, na leo umepokea uzima. Na naomba nikwambie, Mungu huwa asemi uongo. Na ninajua kupitia mchana wa leo, ile neema ya Mungu imeingia ndani mwako. Msingi wa pili wa Ukristo ni tumaini. Imani ni sasa hivi. Nimekuombea na naomba kama uliko pale, kama ulikuwa kitandani, hebu inuka, tembea. Kama ulikuwa umekataliwa, nenda katika sehemu ambayo ulikuwa umekufukuza. Leo unapokelewa, unachukua hatua hapo hapo. Lakini unaposema kuhusu tumaini, ni mambo yajayo. Mathalani, katika Ukristo nina tumaini moja, kwa sababu Yesu alifufuka katika wafu. Leo siogopi kifo. Kwa nini siogopi? Kwa sababu najua hata kama nitalala,
nitainuka tena. Bwana Yesu alituhakikishia alipoongea hata na yule mwizi msalabani, leo hii utakuwa nami wapi? Paradiso. Kwa ninaweka juhudi katika Mungu. Najua kwamba whether ninaishi au nimekufa, mimi bado nina uzima. Anasema aniaminie mimi, japokuwa amekufa, anafanya nini? Anaishi. Tumaini. Lakini kubwa zaidi siku moja, ule wimbo ambao wanapenda watu kuimba kwenye msiba, lakini naomba kwambia sio wimbo wa msiba, ni wimbo wa matumaini. Haleluya. Tuonane pale paradiso. Wale ndugu zetu waliotangulia katika Bwana, tutakutana na Bwana macho kwa macho na tutaishi na Mungu milele na milele. Hilo ndio tumaini la Ukristo, kwamba hakuna kifo, kwamba tutakapokuwa tumelala tutafufuka tena. Lakini naomba nikupe caution, usije ukajitia moyo kwamba kufa ni vizuri. Hapana, Mungu bado na makusudi na maisha yako. Hivyo nakuona utaishi, utakufa katika jina la Yesu. Nakimbilia wapi? Twende tukahubiri Injili kwanza, watu wamjue Kristo, wabadilike. Kwa tumaini hilo alifi, kwa sababu Yesu alikufa msalabani, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Na wewe huu udongo hauna nguvu kwako. Roho yako ina maskani juu mbinguni, si hofu. Nguzo ya tatu ya imani yetu ya Kikristo inaitwa upendo. Hizo ni nguzo tatu. Ukisema Ukristo umejengwaje, kama huo unavyoona limetengenezwa, kama nyumba unavyoona imetengenezwa, Ukristo umejengwa na imani, tumaini, na mwisho ni upendo. Na napenda kwa ajili ya neno upendo niweze kusimama ili nikuelezea vizuri upendo ni kitu gani. Tunaweza kuangalia katika namna mbili. Namna ya kwanza ni ile ambayo upendo wa eros, kwamba binti umemwona au kijana umemwona, unampenda, lakini upendo ambao ni wa mabua. Lakini napenda nikwambie upendo wa Mungu, kuweza kumjali mtu mwingine, kuweza kumhudumia mtu mwingine pasipo sababu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake pekee, ili kila mwaminie asipotee, awe na uzima. Wewe kama Mkristo, majirani zako ni maskini wote, hujawahi kuwapelekea hata unga. Unakula chakula mpaka unasaza unatupa. Mpendwa katika Bwana, umepungukiwa upendo. Upendo ni kumjali mtu mwingine kuliko unavyojijali wewe. Upendo siku hizi umefunikwa na mambo mengi. Nimeona mpaka watu wanatengeneza filamu eti ukimsaidia maskini unalogwa. Wewe Mkristo unalogwa bibi, mambo ya uongo jamani. Usiache kutenda wema. Biblia ya Kizungu imeandikwa charity, na inakutaka uweze kuhudumia watu wa nje kama unavyohudumia watu wa kanisani, lakini zaidi wapendelee watu wa kanisani au nyumbani mwako. Sasa tusome kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 13. Utatusaidia uweze kunielewa maana ya kitu nachokiita upendo, ili niweze kuelezea vitu fulani vichache ambavyo vitatusaidia kwa pamoja tuweze kulielewa somo hili kwa upana wake na kwa muktadha ambao tumekusudia. Wakorintho sura ya 13 mstari wa 13. Itasoma katika jina la Yesu. Anasema, basi sasa inadumu imani, msingi wa kwanza au nguzo ya kwanza, tumaini, nguzo ya pili, na upendo. Haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Upendo wa agape. Unawezekana unakula hotelini, kuna mtu nje anaombaomba, ukibakiza chakula kidogo kafunga kwa mwachia kama Mkristo, huo ndio upendo. Inawezekana unakaa mtaa fulani, na inawezekana kweli una nguo za kutosha, au unaenda kanisani. Leo inawezekana umekuwa kanisani, umekwisha kutafakari kabla ya kutoka kanisani kuingia kwenye gari yako nzuri yenye AC,
na kwenda nyumbani kwako kwenye AC. Umeshaangalia hata mmoja maskini pale kanisani, ukamwambia ndugu yangu, habari za leo, na kutakia mema, kuna jambo lolote naweza kukusaidia? Naomba nikwambie, mwenye uhitaji huwezi kuuliza, na tunafanya kwa imani, usifanye kwa kuuliza uliza. Jifunze kufanya upendo kwa watu fulani. Kama unasali kama Mkristo, kuna familia maskini kanisani, jitahidi siku moja kutoka na familia yako kwenda kuwatembelea. Sio lazima mchungaji atangaze, kwa sababu wewe umeitwa kwenye upendo. Upendo ni tabia ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho ile 13 ambayo nimeisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5, anasema naweza kuwa na imani kubwa mpaka kuhamisha milima, kama tulivyoomba hapa mara ya kwanza kwa ajili ya kuponya magonjwa. Naona leo kuna mtu amepona tayari, na nategemea ushuhuda, nitakujulisha wiki ijayo, kwa sababu nina imani kuhusu uponyaji wa Mungu. Naomba nikwambie, unaweza kuwa na imani ya kuponya magonjwa mpaka magonjwa mabaya. Siku hizo unaitwa ugonjwa, unaitwa, kuna kirusi kinaitwa ajanta, nacho kakiponya. Lakini kama una upendo, anasema imekuwa kazi bure. Kwa nini nakuomba, amua kuanzia leo, onyesha upendo kwa watu unaoishi nao. Kuna mambo mengi, wanadamu wamekuwa na vitu vingi vya uongo. Unaona kwenye mitandao watu wanajifanya naomba, kumbe sio omba. Usio na wasiwasi, wewe timiza jukumu lako, unawasha moto juu yao. Usio na hofu, usiende katika logic. Imani sio logic. Imani ni ule moyo wako ulio tayari kufanya jambo kubwa katika maisha ya mwanadamu mwingine. Huo ndio msingi. Wanasema misingi ya Ukristo iko mitatu, lakini msingi mkubwa kupita yote sio kutenda miujiza. Anasema nijaponena kwa lugha zote za malaika na za wanadamu, kama sina upendo napuliza kazi bure. Nimekutana na wachungaji wenzangu, ni watu ambao ni wazuri kwenye kuhubiri, lakini ni watu ambao wanapenda kujilimbikizia mali. Wamekosa upendo. Washirika wanakufa na njaa, anajisikia raha kuendelea kuhubiri bila kuangalia mahitaji ya washirika wake. Anajisikia raha kwenda kutibiwa nje, wakati kuna washirika ambao wanaomba na kufunga bila kuwasaidia. Pendo katika Bwana. Kumbe kuna uwezekano ukawa na kanisa kubwa na ukawa umekosa kitu kinaitwa nini? Upendo. Ninaomba kupitia ibada hii, uponyaji wa kwanza uanzie kwenye imani. Nimalizie kwa mfano michache kwenye imani. Mama mmoja alikuwa anaangalia TV, akamkuta daktari anaelezea kuhusu mambo ya kansa za maziwa. Sijasema madaktari wabaya. Akamwambia jiangalie kama una kansa, una tatizo lolote la uvimbe. Sio kwamba ilikuwa ni tatizo, ila bahati mbaya yeye ile kitu alichokuwa anaongea yule mama kikabadilika kwa imani. Alipojiangalia akajiona yuko sawa, lakini kesho yake asubuhi akakuta kuna vidude viwili vimeota katika mwili wake, kwa sababu alisikia. Ilitakiwa akisikia aseme kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimefanya nini? Yaani unaposikia sauti ya dunia, unatakiwa sauti ya Mungu ikwambie jambo jingine. Madaktari wako vizuri, lakini naomba nikwambie sio kila taarifa unaoambiwa unaipokea. Imani. Jifunze kusikiliza taarifa kutoka kwa baba yako ambaye ni Mungu Baba. La pili, matumaini. Ukikutana na Wakristo siku hizo wanakuambia nimetafuta ajira, nimekosa. Fungua macho, amua kwenda vingine. Jana nilikuwa namfanyia interview binti moja. Nikamuuliza swali la kwanza, amemaliza degree yake nzuri. Swali la pili, kabla ya kuja huku umejua hata taarifa yote? Hapana. Swali la tatu, nikagundua kwamba watu wengi pamoja na kwamba anaweza kuwa anatafuta ajira, anatafuta biashara, lakini wamefunga macho. Wanakesha kanisani, lakini hawachukui hatua ya imani kuweza kupata taarifa za kutosha. Nilikuwa naongea kuhusu imani. La mwisho ni upendo. Mpendo katika Bwana. Kama kuna jambo jepesi katika maisha ya Ukristo, linaanzia nyumbani mwako. Nimekutana na Wakristo, baba na mama wasalimiana nyumbani, wakija kanisani wanainua mikono na shangilia. Mpendo katika Bwana, umepoteza muda wako kwa hiyo. Amua kumrudia Bwana wako. Upendo unaanzia chumbani. Unapoenda kushika mbele za watu, jitahidi uwe ndani yako kuna upendo. Waweza kufanya maajabu, waweza kufanya miujiza. Kama sina upendo, ni bure mimi. Mungu
akubariki kwa tafakari ya mchana wa leo. Tukutane tena Jumapili ijayo ambapo tutaongea somo pana zaidi ambalo najua kupitia somo hilo na maombi tutakayoyafanya yatabadilisha historia ya maisha yako. Ninaitwa Mchungaji Sako Melik. Napatikana kanisa la Success Chapel pale Zinje kwa Pinda, Dodoma. Na kukaribisha kwenye ibada zetu kila Jumapili kuanzia saa 1 kamili ni ibada ya Kiingereza mpaka saa 3 kamili. Na ibada ya pili ni kuanzia saa 3 mpaka saa 5:30 asubuhi. Ni ibada za moto, ibada za uponyaji. Na tutakutana pia kwa njia ya mtandao Jumapili tena, muda na saa kama hii. Mungu akubariki sana. Kama una kitu chochote ambacho kinakusumbua, kwa sababu umesikiliza channel hii na kwa sababu ninasimama katika mamlaka ya neno la Mungu, nisikilize kwa makini na uniangalie. Naamuru aina yoyote ya shida ndani ya maisha yako wiki hii imetatuliwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Moto wote unaopitia katika maisha yako leo, Bwana ameenda kunyamazisha katika jina la Yesu. Watu walioinuka kwa ajili ya kukumaliza ninaona wakisambaratika kwa njia 7 katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ile damu inaonena mema inaenda kutengeneza maisha yako katika jina la Yesu. Ninakutakia wiki njema ya ushindi. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru uso wake. Bwana akupe amani. Tukutane Jumapili ijayo katika jina la Yesu. Amen.